sana, ndio maana watu wametoka sehemu mbalimbali kuja kwa ajili ya siku ya leo. Lakini atakayefuata baada ya Brighton ni mimi au ni wewe. Kwa hivyo sisi katika maisha ambayo Mungu ametupatia, tuishi kwa kuwatanguliza wengine, kwa kuishi na watu wengine vizuri, kwa namna ambavyo tumekuwa naye. Kwa leo huu sio msiba, ila tumesherehekea maisha ya Brighton. Tumemshukuru Mungu kwa namna ambavyo Brighton alikuwepo na kugusa maisha ya wengine. Mungu atubariki sana, na kwa kila unachokifanya tuendelee kumtanguliza mbele Mungu. Amina. Na tuendelee kugusa maisha ya watu wengine. Amina. Watanzania wamepoteza mtu makini, mahiri, mshereheshaji, mchekeshaji bora ambaye kwa jina maarufu anajulikana kama MC Pilipili. Alikuwa mwalimu ambaye anajulikana kama Emmanuel Matias. Alisema aliacha kazi ya ualimu kwa sababu aliona haielekei kwenye ndoto zake yeye mwenyewe. Kupitia kipaji chake cha kuchekesha, MC amejiinua na kuanzisha kazi ya uhuru baada ya kutegemea ajira serikalini. Anahamasisha vijana wengi kutembea kwenye ndoto zao bila kuogopa kuacha msemo unaosema acha kazi uone kazi kupata kazi, ambao anasema inawabana vijana wengi sana. Alipotaka kuelekeza maisha yake alisema alizaliwa Oktoba 1, 1985 katika mtaa wa Airport, Dodoma. Yeye ni mtoto wa pili katika familia ya watoto 5 wa Mzee Matias Matebe, na alimaliza shule ya msingi ya Kiwanja cha Ndege mwaka 2000. Emmanuel alijiunga na chuo cha ualimu na kupata stashahada ya ualimu 2009. Baada ya kumaliza masomo alisimama na kazi yake ya ualimu kwa takriban miaka 4. Alipokuwa akifundisha, aliitwa mara kwa mara kusherehesha matamasha ya vipindi vya dini na hafla nyingi kama MC, na watu walimfahamu kama MC Pilipili. Baada ya kuhamia Dar es Salaam, alihamia kikamilifu kwenye ndoto yake ya uanahabari, yani MC. Aliongoza pia kuhusu zawadi ya kiroho kwamba ni nuru ya ulimwengu, naye alitumia imani yake ya Kikristo kujiendeleza katika maisha yake ya utangazaji na kuanzisha uhusiano wa karibu wa matukio ya burudani. Aliongoza mambo mbalimbali kama matamasha, harusi, maonyesho na mengine mengi katika kazi yake ya ushereheshaji. Katika kazi yake ya ushereheshaji ilimpa kipato kikubwa sana kulingana na mahojiano yake baadaye ya kuiendeleza kuikamilifu. MC Pilipili ana mke na mtoto. Mshereheshaji huyu anayejulikana kama MC Pilipili alifariki Novemba 16, 2025 na maziko yake yamepangwa kufanyika Novemba 20, 2025 huko mjini Dodoma. Mungu ailaze mahali pema peponi mpendwa wetu, kipenzi chetu Emmanuel Matias. Makala hii imeandaliwa na kusomwa nami Stella Mdundwa.